na akitajwa Shaqiq bin Salama ndo Abu Wa'il. Fahimtu? Mfano Kutaiba, akitajwa Kutaiba katika Bukhari ni Kutaiba bin Sa'id, hakuna mwenye mwingine zaidi yake. Fahimtu meko? Lakini kuna wengine wakuta majina wameshirikiana, wameshirikiana. Unatakiwa kujua ni nani Sufyan, unatakiwa kujua ni nani Ath-Thawri au Ibn Uyayna. عن أبي موسى kutoka أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس الأشعري التميمي أنفريك موقع 42 هجرية. أنا سمع أبو موسى الأشعري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyo mtu hakutaja jina lake. Mmenielewa? Huyo mtu hakutaja jina. Huyo aliyekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka ni nani? Ni sahaba. Mmenielewa? Na sahaba la yadhurru jahluhu, kutomjua kudhuru. Mmenielewa? Sema sahaba wote ni waadilifu, tukijua jina lake alhamdulillah, tusipojua sawa. Kwa hiyo hii huko akudhuru, lakini kama si sahaba, tofauti na sahaba, lazima tujue ni nani. Mmenielewa? Kama sio sahaba lazima tufanye nini? Tujue ni nani. Fahamtu mimi? Lazima tufahamu ni nani. Hatuwezi kuchukua ilmu kwa watu ambao ni majahili, wajulikani. Kwa hiyo jaa rajulun ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam faqala, kasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah tabaraka wa taala, mal qitalu fi sabilillah, ni ipi qitali katika njia ya Allah? Waki tunachanganyikiwa, qitali hasa katika njia ya Allah ni ipi? Ni yapi mapigano sahihi katika njia ya Allah? Mal qitalu fi sabilillah. Fahimtu? Mal qitalu al-maqsudu fi sabilillah wa mal qitalu al-murad, ni yapi mapigano yanayokusudiwa katika njia ya Allah tabaraka taala? Simenielewa? Ni nani anayepigana katika njia ya Allah? Kwa hiyo kwamba huyu anapigana, huyu yuko kwenye qitali na yuko kwenye njia ya nani? Ya Allah tabaraka taala. Kisha akatoa ufafanuzi wa swali, fa inna ahadana yuqatilu ghadaba, mmoja wetu anapigana kwa hasira. Simenielewa? Anapigana kwa sababu ya nini? Ya ghadhabu, anapambana. Wenda watu hao waliwahi kuua wazazi wake, waliwahi fanya, yeye anapigana kwa sababu ya ghadhabu, kwa hali ya ghadhabu. Wa yuqatilu hamia, na mwingine anapigana kwa sababu ya kujitetea na kwa sababu ya kulinda. Simenielewa? Ya kulinda mali yake na kulinda watu wake. Mwingine anapigana kwa ajili ya hiyo, kwa ajili ya kuilinda nafsi yake na kulinda mji wake na kulinda watoto wake, kulinda mali zake. Mwingine kwa ajili ya kabila, kulinda kabila lake. Fahamtu? Farafa'a ilayhi ra'sahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamnyanyulia yeye kichwa chake, na hii ndo mahallu shani. Akamnyanyulia nini? Kichwa chake, ina maana akamtazama. Simenielewa? Nakumbuka mlango unasemaje? Kwamba unazungumzia mtu ambaye anauliza swali
hali ya kuwa kasimama, alafu mwalimu amefanya nini? Amekaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua kichwa chake kwake akamtazama huyo muulizaji, wakasema hii ni ishara kwamba alikuwa amekaa. Ndio maana hapa wanasema qala, wanasema ahlul ilmi, akasema qala Abu Musa, wakasema aliyesema hapa ni nani? Ni Abu Musa, kama anavyosema al-Hafidh ibn Hajar, dhahiru anna al-qa'il huwa Abu Musa wa yahtamilu an yakuna man dunahu, na inategemea kwamba akawa sio Abu Musa, akawa ni mwingine ambaye sio kuwa Abu Musa, na hii kauli inakuwa ni mudraj. Simenielewa? Nakumbuka al-khabaru al-mudraj huwa al-idkhal, an yudkhila al-qa'il fi kalami al-ghairi. Fahimtum? Ni kuingiza msemaji katika maneno ya mwingine, kitu kingine. Kwa hiyo ni mtu kuingiza, kuchanganya katika nini? Katika hadithi, kuchanganya maneno. Na tulisoma kwamba wakati mwingine idraj inaweza kufanyika kwa sababu ya kutaka kutafsiri na kutaka kufanya ufafanuzi. Simenielewa ikhwan? Na tunajuaje kwamba hiki kipande ni mudraj? Kuangalia njia, kuna wengine hawajakitaja. Fahimu ikhwan? Kwa hiyo alhasil, na vile vile katika hadithi ambazo ni miongoni mwa jumla ya hadithi ambazo ni ma'lula au zinaingia katika ilmu al-ilal, katika illa zinazotaja za hadithi ni al-idraj. Idraj, sahaba anachomeka au rawi anachomeka kipande katika hadithi, alafu sasa hakibainiki kwamba ni maneno ya mtume au ni maneno ya msemaji. Sasa hapo unaweza kujuaje kama sio kwamba ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo hii ni miongoni mwa aina za hadithi zenye kasoro, hadithi dhaifu. Fahimu? Lakini kwenye hii ni kwamba kilibainishwa na mara nyingi hii ndio kujua kasoro za hadithi. Kasoro za hadithi unazikuta wakati mwingine katika hadithi ambazo ni nini? Ni sahihi. Fahimu? Hadithi ni sahihi kabisa kila kitu, lakini na illa ndani yake. Hii illa za namna hii ambazo zinapatikana katika hadithi ambazo ni sahiha, hakuna anayeweza kuzitazama, si watu wengi wanaweza kuzitazama zaidi ya wale ambao Allah amewaruzuku upeo mkubwa katika ilmu ya hadithi. Kwa hiyo kipande hiki qala, huyo anaweza, wanasema ni al-Hafidh ibn Hajar anasema ni Abu Musa al-Ash'ari, haiwezekana kawa ni wa chini yake. Anasemaje huyo rawi? Wama rafa'a ilayhi ra'sahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akunyanyua kichwa chake kumtazama, illa annahu kana qa'ima, isipokuwa ni kwamba yeye alikuwa amesimama, ndio maana alimnyanyulia nini? Kichwa. Kwa hiyo jambo hilo la lafaa, muulizaji amesimama, Mtume afanya nini? Amekaa. Fahimu tumekwa jambo hili lafaa, wala mtu asione ukakasi. Kuna wakati mwingine mazingira mtu kukaa na kwa ngumu. Mfano wewe shehe umekaa kwenye kiti, alafu pahala ambapo wamekukuta yani wamekukuta kwenye ardhi kawaida, hamna mkeka wala nini, na mtu amepiga kanzu yake imependeza kama ya Abu Luqman. Sasa wewe unafika hapo unamwambia bana kaa. Sasa mtu akae kwenye nini? Kwenye uchafu. Kama unauliza swali umesimama ondoka. Inabidi ufanye nini ikhwan? Inabidi huyo utakuwa umemtia hali fulani. Wakati mwingine yawezekana mtu ni mtu mzima kukaa mpaka ashikiliwe. Simenielewa? Hawezi kukunja mguu wake umenyoka. Mkalishe mpaka unamwacha anasimama. Wala haina maana kwamba wewe wapenda kusimamiwa na watu. Kuna watu wanapenda yani kakaa watu wamesimama, alhamdulillah. Fahimu tumefanya. Kwa hiyo Imam al-Bukhari kutaja hadithi yote hii alikuwa anakusudia hapa, farafa ilayhi ra'sahu. Kwa hiyo unaweza ukakuta hadithi kaitaja pala pengine akakusudia kingine. Ndio maana katika kitabu sahihi Imam Bukhari kuna hadithi mukarrar sana, taqrirul ahadithi zinajikariri mara nyingi ndani ya kitabu chake.
kwa sababu ya zile fawaid. Na lengo miongoni mwa malengo ya Imam Bukhari katika kitabu hiki ni kuwatajia fiqh ya hadithi. Fahimu. Kwa hiyo jambo la kumsimamia mwalimu, kama una fiqh unaweza ukalikataa moja kwa moja ukalifanya ukakasi. Kuna wakati linafanyika, kuna wakati alifai. Mmenielewa? Wakati mwingine kweli kiadabu kae mwalimu zungumze naye. Umekaa chini hamna sababu yote, dharura yote, umesimama tu. Kumzungumzisha mkubwa ukiwa umesimama si katika nini adabu. Ofisi ya nani unaweza ukaingia ukaongea shida zako umesimama, alafu bosi kakaa eti Abu Ibrahim, inawezekana usainiwi barua zako, ondoka zako. Kwa hiyo unakaribishwa, kaa, kwa sababu kwenye kukaa kuna utulivu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inabidi iwe hivi. Fahimu. Ikija kinyume, huyu imekuja kinyume, je, mtume kamwacha akose adabu huyu? Hapana, ni kwamba ni jambo la faa wakati mwingine. Fahimu. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. mlango huu wazungumzia kuuliza swali, maswali ya kiilmu, walfutia, na kutoa fatwa. Tumeruka hadithi Aisha, sanallahu alaykum. Naam. فقال يا رسول الله فرفع anasema naam, faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema: man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Alimjibu katika neno ambalo limekusanya, ni neno ambalo lina ilmu, ni katika jawami'ul kalim. Fahimu tumekwa, yani wala akusema fulani ndio yuko kwenye njia, akazungumza yule ambaye atapigana ili neno la Allah liwe juu, huyo yuko katika fi sabilillahi azza wa jalla. Anayepigana ili neno la Allah liwe nini? Liwe juu, huyo yuko katika njia nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo na hii ni dalili ya kwamba malengo ya jihadi ni kuinua Uislamu, si kudidimiza Uislamu. Malengo ya kupambana ni kuinua Uislamu na Waislamu, si kudidimiza nini? Tukiulizana malengo ya Hamas ya kupigana ni nini? Wanaenda wanachokoza Mayahudi, wanaingia nao vitani, mwisho damu za Waislamu zinamwagika tu kama vile za ndege. Tumeelewa hivyo? Sasa lengo la kupigana ni kupigana tu kuonyesha misuli, au lengo ni nini? Na ndio maana hamruhusiwi kuingia kwenye jihadi mpaka mjihakikishie kwamba tunashinda. Tumeelewa hivyo? Hakuna jihadi watu walienda eti wanaenda wanataraji kushinda au kushindwa. Jihadi zote watu wanaenda wanataraji kushinda, kwa sababu wameenda wametimiza vigezo. Umeelewa hivyo? Jihadi zote masahaba walishinda, japokuwa baadhi ya nyingine walikuwa wanapewa mitihani, wanapigwa, lakini ni kutokana na baadhi ya sababu zilizokuwa zinapita katika wakati wao, lakini walikuwa wanashinda. Sasa nyinyi leo mnaingia kwenye mapigano, simuelewa, mmetengeneza kakikundi chikeni, mmekaza titi, mmekusanya mashia na mayahudi wa kishia wote, eti mnaenda kupigania Uislamu zaidi ya kuwasababishia Waislamu madhara. Uislamu sasa, kwa mfano, yani tangu tuchukulie tu hivi, tangu Hamas wameingia vita, wanaanza kupigana na Israeli, yani kwa hii tipu hii sasa wanako wanapigana, Allah amekuwa ndugu zetu. Hivi Waislamu wanapata faida au ni madhara tu? Hasara tu. Yani tangu yani ni kitu gani ambacho tumetisha Myahudi? Kwamba Myahudi sasa watu wasema wakiangalia kwenye vyombo vya habari, Hamas hatari, wamerusha bomu, limeenda wapi? Simenielewa. Israeli ndio wamehama nchi au wa Palestina?
Sasa hivi tukisema wakimbizi wanatoka Israeli wanaenda kwingine, wanatoka Palestina wanaenda kwingine. Sasa faida iko wapi? Ya nini Hamas ndio waletea Waislamu kwamba tumepambana, lakini kwa sababu ni safu mbovu, ni kikundi ambacho kina milengo ya kikhawarij, ya kitakfiri au ikhwani ndani, yani vikundi vingi vimo. Lakini inawezekana ni mbinu za Muisraeli chini kwa chini. Inawezekana Muisraeli na yeye anasaidia, anatoa misaada yake kwenye hiyo Hamas. Kwa sababu gani? Wewe sasa hivi nini mnaipambania Palestina? Sasa hivi ni nchi gani na hamwa? Au si mnapambana na Waisraeli? Waisraeli ndio wanaacha miji yao au Wapalestina sasa hivi ndio wanaacha miji yao? Wanaacha miji yao. Wengi wanakimbilia Misri, Gaza. Sasa hivi angalia ilivyo. Majengo yalikuharibikiwa sana ni wapi? Fahimu tumepo. Sasa mambo mengine ndio hivyo mtihani. Kwa hiyo jambo la msingi ni yule anayepambana ili neno la Allah lifanye nini? Liwe juu. Ukijua kabisa hapa siwezi kuliinua neno la Allah, sitowapa Waislamu heshima, watadhalilika, usiingie kwenye hiyo vita, utawadhalilisha Waislamu. Fahimu tumefa, utasababisha maafa kwa Waislamu. Man qatala yatakuna, hiyo dola ya Al-Shabaab mbona isimamiaje? Miaka mingapi sasa hivi? Miaka mingapi dola hadi miaka 20? Hiyo dola isimamaji tu. Na kuna kipindi walisema malaika wanaingia huko na wao wanapigana, hao malaika walipoteleaga wapi? Fahimu tumefa. Man qatala yatakuna kalimatullahi hiya al-ulya, huyo ndio yuko katika fi sabilillah.